Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia uyaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, ambapo tunaendelea kujifunza masomo haya mwongozo. Jana kuna somo zuri linalosema kutumia utambuzi wa kiroho, na nilipenda sana hapo mlikuwa mnaongelea aidha katika minyororo, katika gerezani, kama Kristo anahubiriwa, haijalishi, haidhuru, ameishi kwa kusudio. Leo tunaenda kuangalia tunda la Injili siku ya Jumatano. Kabla kwanza tupatie ombi. Tunakushukuru Mungu wetu kwa namna ambavyo umetuongoza tukajana, tunazidi kupata, tunazidi kushiba, kwamba sisi kusudi wetu hapa duniani tuishie kwa ajili ya Injili yako tutuma. Na sasa tunaomba ikawe hamu ya kila mtu kuweza kuona maisha yetu namna gani yamefungamanishwa kwako, kuweza kutangaza sifa zako kwa watu. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Kama umekaa sana na mtu yeyote, umemsikiliza mhubiri yoyote, kila anaposimama, hata kama atabadilisha mada au nini, lakini kuna vitu vinavyofanana. Barua za Paulo ni zile zile. Juzi tunaangalia orodha ya mambo anayoombea kwa Filipi. Sawa. Karibu ni hayo tunapoangalia orodha ya mambo anayoombea wa Kolosai. Sawa. Tuone tusione? Tuone. Kolosai sura ya kwanza mstari wa 3. Kolosai kwanza sura ya 3, sura ya kwanza fungu la 3 hadi 8. Twamshukuru Mungu Baba yake Bwana wetu Yesu Kristo. Siku zote tukiombea, tangu tuliposikia habari za imani yenu katika Kristo Yesu na upendo mlionao kwa watakatifu wote, kwa sababu ya tumaini mlilowekewa akiba mbinguni, ambalo habari zake mlizisikia zamani kwa neno la kweli la Injili, iliyofika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua, kama inavyokuwa kwenu pia, tangu siku mlipoisikia mkaifahamu sana neema ya Mungu katika kweli, kama mlivyofundishwa na Epafra mjoli wetu mpenzi, aliye mhudumu mwaminifu wa Kristo kwa ajili yenu, naye alitueleza upendo wenu katika Roho. Haleluya. Kijaribu kuangalia hapo, anataja upendo ambayo yote ni tunda la Injili hiyo. Imani, tumaini. Yaani hii Injili ilileteleza hayo mambo katika Kolosai. Na hivyo anamshukuru Mungu kwa haya na anakazia haya mambo yao. Lakini hebu tujaribu kwa muda uliosalia tujaribu kuelewa hii lugha anayoitumia hapa ndani. Anayoitumia hapa ndani. Anasema mstari wa 6, hebu soma tena. Mstari wa 6 anasema, iliyofika kwenu kama ilivyo katika ulimwengu wote, na kuzaa matunda na kukua, kama inavyokuwa kwenu pia, tangu siku mlipoisikia mkifahamu sana neema ya Mungu katika kweli. Alafu 23 anasema mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi mkao imara, msipogeuzwa na kuliacha tumaini la Injili mlioisikia habari zake, iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambavyo mimi Paulo nilikuwa mhudumu wake. Sasa anazungumzia habari ya Injili ambayo imehubiriwa kwa Kolosai, lakini Injili hiyo imehubiriwa ulimwenguni kote na kwa kila kiumbe. Kwa hiyo Injili ilishahubiriwa ulimwenguni mote. Lini? Kwa kifo cha Yesu Kristo pale msalabani. Kwa hiyo kile kifo ilikuwa ndio matangazo. Tangazo lenyewe ni sawa pale Paulo anachozungumza katika Warumi sura ya kwanza, anasema anasema 1 mstari wa 3, Warumi 1 mstari wa 3, bari ya Mungu ya kwanza mstari wa kwanza, Paulo mtumwa wa Kristo Yesu, aliyeitwa kuwa mtume na kutengwa aihubiri Injili ya Mungu. Kwa hiyo ni habari ya Mungu. Habari Injili ni habari njema, habari njema ya Mungu. Alitengwa aihubiri habari njema ya Mungu. Mungu kwa hiyo anahabarisha, ana habari yake. Na habari yake inahusu nini? Ukiendelea kusoma ni habari ya mwanawe aliyemtangaza kama Bwana kwa ufufuo wake. Kwa hiyo ufufuo wake ulikuwa unamwainisha kwamba huyu sasa ndio Bwana, huyu ndio hakimu, hii ndio habari ya Mungu. Sasa huyu, kwa hiyo ile ule ufufuo sasa, ule ufufuo habari ilishaenea ulimwenguni
ulimwenguni mote. Kwa hiyo nataka niambie mwisho ulishafika. Mwisho ulishafika. Hii habari kuenea ulimwenguni mote ilikuwa inahakikishia mwisho wa ufalme hizi. Mwisho wa ulimwengu. Yaani jio linazidi kuijaza dunia. Sawa, ndio. Mwisho wa falme. Kuna lugha fulani waga tunasemea. Nayo injili itahubiriwa ulimwenguni mote na ndipo mwisho ule utakaofika. Paulo anasema injili ishahubiriwa ulimwenguni mote. Wewe unasema tayari au bado? Tayari. Lini ilihubiriwa? Kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ufufuo wa Yesu Kristo umetangaza uliotangazwa na injili iliyotangazwa na ufufuo wa Yesu Kristo iliyobebwa na mitume kuanzia Yerusalemu mpaka mwisho wa dunia. Imeshafika kila mahali. Hebu twende taratibu hiyo. Unajua tunaweza kuchanganya watu hapa. Kivipi? Mbona Paulo mwishoni wa kitabu cha Warumi anasema nataka nifike nikapande injili mahali ambako haijahubiriwa bado. Kuna maana mbili. Kuna injili imehubiriwa tayari ulimwenguni mote kwa maana ya ule ufufuo wa Yesu Kristo, kila kiumbe kimesikia. In fact anazungumza maneno haya katika Warumi mstari wa 10 sura ya 10 Warumi. Mtu asije akasema hajasikia. Anasema mstari wa 18. Lakini nasema, je, wao hawakusikia? Nao wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mote na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Na hapo ananukuu Zaburi 19 mstari wa 4. Kazi za mikono ya Mungu jinsi zinavyomtangaza kama katika mbingu na nini. Ndivyo na injili nayo hivyo. Pambazuko lile la Jumapili lilitangaza. Lakini anasema pale nyuma, lakini si wote waliotii ile habari njema. Sawa. Na Paulo ametengwa kuhubiri injili hii kwa ajili ya kutiisha sasa. Sawa, injili ya Mungu imetangazwa pale. Lakini ili watu waweze kuwa watii kwa Kristo inatakiwa sasa bado ifanyaje? Kuhubiriwa. Ndio mtu asikie na katika kusikia, yani sasa afanye maamuzi, amkiri kwa kinywa chake Yesu ni Bwana. Lakini habari yenyewe anasema ilishahubiriwa. Hapo imekaa vizuri. Sasa habari yenyewe hii inazungumzia habari ya tumaini. Hivi kama Kristo alipofufuka, anasema na sisi tutafufuliwa pamoja naye anapokuja mara ya pili. Kwa hiyo inazungumzia habari ya hilo tumaini. Inazungumzia habari ya upendo pia. Alimtoa mwanawe kwa maana jinsi hii. Nani ana wa kututenga na upendo huu? Kwa hiyo injili hii inatufundisha tunapendwa. Na sisi tunastahili kuwapenda. Korintho 13. Vipi habari ya imani? Injili hii inaitisha uaminifu. Imani ni uaminifu kwa mfalme Kristo. Sasa haya ndio mambo ambayo anasema ni matunda sasa. Kama kweli Mungu ametangaza injili, matunda lake ni nini? Moja, pendo. Pendo kwanza tunda kubwa. Alafu ndio kuna utu wema, upole, unyenyekevu, kuna yapo makuu matatu wa Korintho kwanza 13. Hayo mengine yanaingia huko ndani. Okay, upendo, utu wema, upendo. Yapo matatu yanayodumu. Basi sasa vidumu. Basi pendo, alafu kuna imani na tumaini. Sawa. Asema nakushukuru Mungu kwa haya. Injili imehubiriwa, nilikuja nikahubiri kwa no, sio yeye haku perfect. Kuna mwingine aliyehubiri katika Kolosai. Lakini akasema nimeona injili ni kweli imewafikia na imeleta matunda. Mwingine imefika lakini hajaleta matunda. Watu hawajaipokea tuseme. Au tuseme hawajaisikia. Imetangazwa lakini hawajaisikia. Mimi napenda kuchukulia mfano huu. Kwa mfano, wanaweza kuwa pale Dodoma. TBC inatangazwa. Hivi sasa fulani bini fulani ndio rais wa Tanzania.
hata kama wewe hujasikia, imeshatangazwa Tanzania nzima. Yaani ile tangazo ni Tanzania nzima. Lakini pia linahitaji utii, kuaminiwa. Kwamba wewe kweli yule rais wako au sio rais wako? Jamaa, mimi sio mwanasiasa. Yaani nizungumzia tu hivyo. Kwamba je, utamkubali, utasaluti? Hiyo ndio imani, uaminifu kwa ile kitu uliyosikia. Ana sera, ameahidi atafanya hiki na hiki, ni tumaini sasa. Unaionaje hiyo kitu? Kwa hiyo katika Kolosai kuna upendo, kuna hiyo imani, kuna hiyo tumaini. Imekaje? Vizuri kabisa. Haya ni mambo ambayo namshukuru Mungu kwa. Wewe unamshukuru Mungu pale kanisani kwenu kwa ajili kwa mambo gani? Kanisa limeisha. Sema ukweli. Kwanza limeisha au bado? Limeisha. Lakini nimefika pazuri. Nimefika pazuri. Tunamshukuru Mungu kwa upendo, kwa tumaini ambalo anaonyesha. Kuna tunda la upendo pale. Kuna upendo pale. Mnapendana, mnakula pamoja pale. Haleluya. Lakini tunaunganishwa na imani moja. Imani katika Bwana mmoja. Bwana mmoja. Lakini pia tuna tumaini la kuja kwake tena. Mtakula meza moja pamoja. Kama ambavyo alipaa kwenda mbinguni, na pia sisi atakuja tena. Mnaishi kidugu. Mnaishi katika tumaini hili. Bwana watukuze, awabariki sana. Rafiki yangu, Injili umesikia au hujasikia? Ishatangazwa hiyo. Ishatangazwa ulimwenguni kote. Alishakufa na kufufuka. Na habari hizi zinapelekwa na watumishi wa Mungu kote kote. Ninaamini hata sisi tumekuwa ni chombo cha kuletea habari hizi, na ninaamini umekwisha kupokea. Swala ni tunda. Je, habari hizi zimekufikisha mahali pa kuwa na upendo, imani na tumaini? Haya ni matunda dhahiri shairi kwa mtu ambaye ameipokea Injili. Tunakutakia matunda haya, maana ndio utukufu kwa Bwana mwenyewe. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya neno hili, kama ambavyo Paulo alikushukuru kwa ajili ya Wakolosai kwa tunda hili la Injili. Basi tunakushukuru kwa ajili ya wapendwa wetu ambao wanasikia, nao ambao tayari wameanza kuonyesha matokeo, matunda ya Injili hii katika maisha yao, katika jumuiya zao. Neema yako Baba isiwapungukie katika imani, katika upendo na katika tumaini. Mpaka wakati mwingine, ndivyo tunavyoomba kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Asante sana ndugu mtazamaji. Kesho tunaingia siku ya Alhamisi, nasema nguvu ya maombi. Mimi ni Andrew Lubiza na mimi ni Osoma Kalindile. Karibu sana.